Huenda kwa namna moja ama nyingine ulikuwa unahitaji kuweza kufahamu ukweli halisi juu ya tabia za watu waongo. Huenda marafiki zako wa karibu mara zote wamekuwa wakikudanganya, lakini umeshindwa kufahamu ukweli halisi juu ya tabia zao. Ili uweze kufahamu ukweli halisi kuhusiana na mtu uliye naye karibu, ya kwamba ni muongo au la, basi tazamia kuhusiana na tabia hizi 7. Zifuatazo ni tabia za watu waongo, na endapo ukiziona tabia hizi, basi fahamia kwamba yule unayezungumza naye atakuwa anakudanganya kwa namna moja ama nyingine. Namba 1, watu waongo wanakuwa wanaongea mara kwa mara bila ya kuwa na msingi wa ukweli au ushahidi wowote juu ya kile wanachokizungumza. Ukiwa unazungumza na mtu yoyote yule, kisha akazungumza kitu, ukamuuliza kuhusiana na ushahidi wa jambo hilo, akakosa ushahidi huo, basi moja kwa moja aminia kwamba mtu huyo ni mwongo. Namba 2, watu waongo wanakuwa wanabadilisha hadithi zao mara kwa mara ili kuepuka kufichuliwa ukweli. Yapo mambo mengi yatakayokushangaza juu ya jambo hili. Huenda umekuwa ukizungumza na watu mbalimbali, lakini mtu ambaye unazungumza naye amekuwa akikubadilishia stori mbalimbali ili hali aweze kukupoteza kutoka katika jambo la msingi. Ni dhahiri wazi ya kwamba ukiona mtu anakubadilishia hadithi mara kwa mara, hajamaliza stori hii amehamia katika stori nyingine, basi aminia kwamba mtu huyo ni muongo na anafanya hivyo ili kuepuka kufichuliwa ukweli. Yapo mambo mengi yatakayokushangaza. Namba 3, watu waongo wanakuwa ni waepukaji sana wa maswali au maelezo ya ziada yanayoweza kufichua uongo wao. Endapo unazungumza na mtu yoyote yule, kisha ukajaribu kumuuliza maswali, lakini akawa anayaepuka kwa namna moja ama nyingine, au anashindwa kukupa maelezo yaliyojitosheleza juu ya kitu anachokueleza, basi fahamia kwamba mtu huyo ni muongo na anafanya hivyo ili mradi usije ukamshtukia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hana kitu chochote anachokifahamu juu ya hicho anachokueleza. Namba 4, watu waongo wanaweza kukuonyesha dalili za wasiwasi au kutokutulia, hasa wanapozungumza kwa namna moja ama nyingine. Ukiona ishara hiyo, moja kwa moja aminia kwamba mtu unayezungumza naye ni muongo, kwa sababu anaonyesha wasiwasi katika uso wake. Hata utulivu unakuwa ni mdogo sana kutokana na kile anachokizungumza. Anapepesa macho huku na kule, kiasi cha wewe kujiuliza ni kwa nini mtu huyo amekosa utulivu katikati ya maongezi. Utakapoiona ishara hiyo, basi aminia kwamba mtu unayezungumza naye ni muongo kwa 100%. Namba 6, watu waongo hukosa kukuonyesha ishara za uaminifu au kujiamini katika mazungumzo yao. Wengi wao huwa wanashindwa kujiamini moja kwa moja. Wengi wao huwa wanazungumza tu na kukuonyesha ya kwamba hawana imani yoyote ile juu ya kile wanachokizungumza kwa namna moja ama nyingine. Ishara za uaminifu au kujiamini katika mazungumzo ni moja kati ya kitu ambacho kinawashinda watu wengi waongo. Kama mtu ajiamini katika mazungumzo yake, anang'atang'ata maneno, basi moja kwa moja mtu huyo ni muongo juu ya kile anachokueleza. Namba 7, watu waongo wanaweza kuwa na historia ya kudanganya au kubadili ukweli katika maisha yao ya awali. Endapo uliwahi kuzungumza na mtu hapo mwanzo, kisha akakudanganya kitu fulani, na wewe ukabaini ya kwamba mtu huyu amekudanganya, basi aminia kwamba hiyo ni tabia ipo katika maisha yake na hawezi kuiacha kabisa. Huenda akawa anaendeleza tabia hiyo katika maisha yake yote. Hivyo aminia kwamba kama kuna mtu aliwahi kukudanganya, historia ya kukudanganya kwake, hiyo ni moja kati ya tabia iliyopo katika maisha yake. Ni dhahiri wazi ya kwamba ukweli halisi juu ya tabia za watu mbalimbali huenda zikakushangaza kwa kiasi kikubwa zaidi. Na hizo ndizo tabia 7 za watu waongo, na endapo ukiziona tabia hizo kwa mtu wako wa karibu,
awe ni rafiki yako, basi amini ya kwamba mtu huyo ni muongo kwa 100%. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi, lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili ili uweze kuyafahamu yale yote yaliyojificha kiundani zaidi. Asante kwa kutuamini, asante kwa kufuatilia video za Bongo Swahili. Enjoy.